Naam, naitwa Njiru Mbugua na mtangazaji wangu wa ishara hivi leo ni Byron Abuli. Andamana nasi hadi tamati. Rais William Ruto awaambia wakosoaji wake kisiasa kwamba uhusiano baina yake na wakazi wa eneo la Mlima Kenya ni imara. Rais Ruto aliyezuru kaunti hiyo kwa ajili ya ziara ya ukaguzi wa miradi ya maendeleo alisema wapinzani wake hawana ajenda ya maana kwa Wakenya kikisalia kipindi cha miaka miwili kabla ya uchaguzi mkuu. Giverson Maina na taarifa kwa utendeti. Baada ya miezi kadhaa, Rais William Ruto hii leo alirejea katika kaunti ya Nyeri, wakati huu akinuia kuwarai wakazi wa kaunti hiyo. Wetu na viongozi wa kanisa. Rais Ruto na naibu wake Profesa Kithure Kindiki walihudhuria ibada ya Jumapili katika kanisa la ACK la St. Paul lililoko Kariki, eneo bunge la Othaya. Wakati aliposimama jukwani, Rais Ruto alisema serikali yake imefanya kila juhudi kuimarisha malipo ya majani chai, kahawa na maziwa kwa ajili ya wakulima wa eneo hilo na taifa nzima kwa jumla. Pia tumekubaliana na huyu waziri ya kwamba kwa sababu Kenya ni watu wa bidii, tuko na kahawa, tuko na chai, tuko na avocado, tuko na mazao mengine ambayo tunauza nje ya Kenya, ni vizuri tutengeneze soko. Waziri na mwenzake Lee Kinyanjui sasa wanamalizia mkataba ya kufungua soko kubwa ya China. Akiwa katika msafara wa rais, waziri wa kilimo Mutahi Kagwe alitoa wito kwa wakazi wa eneo la Mlima Kenya kumchagua tena Rais Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 ili kuhakikisha miradi ya maendeleo inayoendelea imekamilishwa. Hapa, Your Excellency, we have a small problem as I call it. Hapa mtu anashaguliwa one term. Nimewasihi watu wetu tuanze kuangalia hata viongozi wale tuko nao, hata MCAs, sio tu MPs, even MCAs. Tunaangalia wale ambao wanafanyia watu kazi, tunawarudisha kazi. We will develop Kenya because we will vote for a president and we will vote again for the same president and vote again. Washiriki wa Kenya Kwanza pia wakimshinikiza gavana wa kaunti ya Nyeri kutangaza msimamo wake kuhusiana na uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Nataka tuobee gavana wetu, kwa sababu gavana wewe ndio unatuongoza. Huwezi kuwa pande hii na pande hii unakuwa watermelon. Wacha tukue na msimamo ndio Nyeri yetu iendelee. Mimi nilimpigia kura akawa rais, na nyinyi mimi sijasikia rais mwingine. Kwa hivyo mimi bado niko na rais. Unaelewa? Na kama governor ni lazima nije nipokee rais, tuongee mambo ya serikali na tuko kazi. Siasa ikifika, mimi watu wa Nyeri wakiona sijafikisha miaka ya kwenda nyumbani wataniambia. Rais Ruto baadaye alihutubia wakazi wa Nyeri akisema kwamba uhusiano wake na wakazi wa eneo la Mlima Kenya ungali imara. Sasa sikizeni, unajua kuna watu wengine wanaota ndoto ya mchana. Ati wanafikiria ati watalete makelele, walete fitina, wafanye vitimbi, ati mimi nikosane na watu wa Nyeri. Hiyo ni ndoto ya mchana, hiyo haiwezekani. Urafiki mimi nimejenga na watu wa Nyeri ni urafiki ambayo tumejenga kutoka mbali. Rais akisema viongozi wa mrengo wa upinzani hawana ajenda ila porojo za kisiasa. Si mnajua Rais Mwai Kibaki alinifanya waziri wa kilimo? Ama namna gani? Si ndio? Na hiyo kazi ya kilimo nilifanya ama sikufanya? Si nilifanya? Ama namna gani? Sasa hawa watu nitamalizana na wao asubuhi na mapema. This ones. Rais Ruto yuko katika kaunti ya Nyeri kwa ziara ya kikazi ya siku 3. Rais William Ruto amewasuta vinara wa upinzani akisema kwamba hawatafaulu kumtenganisha yeye na eneo la Mlima Kenya kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Giverson Maina, Darubini, Othaya katika kaunti ya Nyeri.